Kama ambavyo mnafahamu na mmeona kwenye mitandao ya kijamii, tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu, mwaka wa 2026 tulitoa taarifa na kulikuwa kuna taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na tukio ambalo tunaweza tukaliita iwe ni kutekwa, iwe ni kuchukuliwa kwa nguvu kwa mwenyekiti wetu wa CHASO kwa maana ya Chadema Student Organization, chuo kikuu cha St. Augustine University of Tanzania kwa maana ya SAUTI kule Mwanza. Sasa tulitoa taarifa hiyo kwa sababu hakukuwa na taarifa rasmi za kwamba waliokwenda kumchukua hasa walikuwa ni wakina nani. Sasa Silence Joseph Mwakasala pamoja na kwamba ni mwenyekiti wa CHASO chuo kikuu cha SAUTI Mwanza, lakini pia yeye ni mwanafunzi wa kitivo cha sheria pale SAUTI mwaka wa 4 kwa sasa, lakini pia kama ambavyo imekuwa ni kawaida kwetu sisi vijana wa Chadema, amekuwa anajishughulisha na biashara ndogo ndogo na stationery pale kwenye mtaa unaitwa Nyamalango, nje kidogo tu ya chuo kikuu cha SAUTI, stationery ambayo inajihusisha na kutoa fotokopi nyaraka mbalimbali na kuuza vitabu na kadhalika. Sasa jana mara baada ya tukio hilo la yeye kuchukuliwa na watu ambao tulikuwa hatufahamu ni wakina nani, jana tumepokea taarifa kutoka kwa kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza kwa maana ya Deputy Commissioner of Police, naibu kamishna wa polisi Wilbrod Mtafungwa, jana tarehe 11 mwezi huu wa 6 ametoa taarifa kwa umma akisema kwamba walimkamata Silence Joseph Mwakasala kwa tuhuma za kukopesha fedha kinyume cha sheria, kukopesha watu fedha kinyume cha sheria. Sasa sisi BAVICHA kwanza kuhusiana na jambo hili tunaomba kusema mambo yafuatayo. Kwanza tumeshangazwa na taarifa hizi za kamanda Mtafungwa, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, kwa sababu kusema kwamba tuhuma zake zinazomkabili ni kukopesha fedha kinyume cha sheria. Ile juzi tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu 2026 walipomkamata, na kwa taarifa ambazo tumezipokea sasa kwa mawakili, kwa viongozi wa chama, watu waliofika pale kituo cha polisi Central baada ya kujua kwamba yuko Central siku ya jana, taarifa tulizozipata ni kwamba siku walipofika polisi, baada ya kujua sasa jana kwamba waliomkamata ni polisi, walipofika pale walisema kwamba tuhuma alizonazo Mwakasala ni tuhuma za kuhamasisha kitu kinachoitwa maandamano. Na majibu ya Mwakasala wakati wanazungumza mawakili na yeye, amewaambia mawakili wetu kwamba walivyoniambia kwamba najihusisha na kuhamasisha maandamano na najihusisha na kuzalisha vipeperushi na nyaraka mbalimbali za kuhamasisha watu kuandamana. Mwakasala aliwajibu pale stationery kwake na baadaye alipokuwa nyumbani kwake aliwajibu kwamba hayo maandamano mnayosema na yahamasisha au hivyo vipeperushi vya kuhamasisha maandamano mnavyosema mimi navizalisha, aliwauliza hayo maandamano ni maandamano gani, kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa CHASO chuo kikuu cha SAUTI, nao viongozi wangu kwa maana ya mwenyekiti wa CHASO mkoa wa Mwanza, mwenyekiti wa BAVICHA mkoa wa Mwanza na uongozi mwingine wa BAVICHA taifa, hakuna kokote sisi tulipotangaza kama wanafunzi wa CHASO kwamba tuna maandamano, lakini pia sijapokea maelekezo mahali kokote kwamba kuna maandamano. Sasa hayo maandamano mnayosema mimi nayaandaa au nayafanya, unazalisha hivyo vipeperushi, ni vipeperushi gani na vya maandamano gani? Wakasema sisi tunahitaji kufanya upekuzi, na wakafanya upekuzi pale kwenye eneo lake la stationery, lakini pia wakamchukua wakaenda nyumbani kwake hapo mtaa wa Nyamalango pembeni kidogo tu ya stationery yake, wakaenda kufanya upekuzi. Sasa siku nzima ya tarehe 10 viongozi wa BAVICHA kwa maana ya ngazi zote kuanzia taifa tulikuwa tunafuatilia, na viongozi wetu mbalimbali walienda kufuatilia kwenye vituo karibia vyote vya polisi mkoa wa Mwanza kuulizia kwamba je, jeshi la polisi linamshikilia mwenyekiti wa CHASO SAUTI Silence Joseph Mwakasala. Taarifa tulizokuwa tumezipata kutoka majira ya saa 5 mpaka usiku saa 2, jeshi la polisi walikuwa hawajakiri kwamba wanamshikilia Silence Mwakasala, na ilipofika
usiku mwenezi wetu wa BAVICHA Taifa pamoja na makamu mwenyekiti wa chama John Heche alimpigia kamanda mkuu wa upelelezi mkoa wa Mwanza RCO, kwa maana ya RCO anaitwa bwana mmoja anaitwa Yesaya. Heche alimpigia simu makamu mwenyekiti wa chama chetu na kumuuliza kwamba kama wanamshikilia au wamemkamata Silence Joseph Mwakasala, na majibu ya RCO yalikuwa ni kwamba ni kweli tunamshikilia kwa sababu mnafanya uzalishaji wa vipeperushi vya maandamano, lakini pia anahamasisha watu kufanya maandamano. Sasa hili limetushangaza kwa sababu jana sasa wakati kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza anazungumza na waandishi wa habari, anasema kosa analokabiliwa nalo ni kukopesha watu fedha kinyume cha sheria. Na kwenye taifa letu huu umekuwa ni utamaduni wa kawaida sana. Sio jambo la ajabu kwenye taifa letu ukashangaa mtu anakamatwa kwa kosa la wizi wa kuku, lakini akifika polisi utashangaa anahojiwa kwa kosa la ubakaji, lakini kesho kutwa akipelekwa mahakamani sio jambo la ajabu kusikia mtu huyo amefikishwa mahakamani kwa makosa ya mauaji. Sasa mambo kama haya ni mambo ambayo yanaliondolea kabisa jeshi la polisi imani kwa Watanzania, yanaongeza sintofahamu na yanaongeza chuki kwa kiwango kikubwa. Kwa na sisi BAVICHA hatutashangaa, tunaamini kabisa kwamba kesho na kesho kutwa Mwakasala anaweza akafikishwa mahakamani, pamoja na kwamba alikamatwa kwa kosa wanalosema anasambaza vipeperushi vya maandamano, amekamatwa kwa kosa la kuhamasisha maandamano, lakini amefika polisi na afande Mtafungwa anasema kwamba yeye wamemhoji kwa kosa la kukopesha kinyume cha sheria. Hatutashangaa kama Silence atafikishwa mahakamani kwa kosa aidha la utakatishaji fedha au kosa la ubakaji. Sasa mambo kama hayo yanaliondolea hadhi kwa kiwango kikubwa sana jeshi la polisi. Na kitu kingine cha ajabu ambacho tumekishangaa muda huu, ile tarehe 10 juzi, tarehe 10 mwezi wa 6 walipomkamata Silence, walifanya upekuzi kwenye stationari yake, lakini pia walifanya upekuzi nyumbani kwake. Ndio maana jana wakati kamanda Mtafungwa anatoa taarifa kwa umma alisema kwamba wamemkuta na vyeti vya wanafunzi, vyeti vya form 4, matokeo ya form 4, vyeti vya form 6, lakini pia na ATM kadi za watu. Maana yake walifanya upekuzi, na sisi tunazo taarifa kwamba walifanya upekuzi stationary kwake, lakini pia wakaenda nyumbani kwake kufanya upekuzi. Sasa muda huu ninapozungumza na nyewe waandishi wa habari, dakika chache zilizopita mchana huu kule Mwanza, jeshi la polisi pia mkoa wa Mwanza wamerudi tena nyumbani kwa Silence Mwakasala na kufanya upekuzi kwa mara nyingine. Tarehe 10 umemkamata mtuhumiwa, umefanya upekuzi ofisini kwake, umekamata vyeti, umeenda nyumbani umefanya upekuzi, unasema umekamata vyeti, alafu leo tena umerudi kwa mara ya pili. Sasa hizi sio kanuni za upelelezi, na sisi tunajua kwa nini wamefanya hivyo. Kitendo hicho kisheria tunaweza tukakisema ni kama una mkokoteni umeutanguliza mbele, halafu farasi yuko nyuma, unategemea kwamba huyo farasi atauvuta huu mkokoteni kwenda mbele. Huwezi ukafanya upekuzi leo, na wanajua wao kwamba hawajafuata taratibu za kufanya search, wamemsainisha nyaraka za vitu ambavyo wamemsainisha nyaraka za ukamataji wa mali ambazo wao wanajua hawajafuata taratibu zozote, kwa sababu hakuna chochote ambacho ni kidhibiti cha kosa lolote ambalo wamemkamata nacho Silence Mwakasala. Sasa walivyoona hili jambo limekuwa lina kelele nyingi huku duniani, wameona waanze warekebishe upelelezi wao. Sasa haya mambo mengine ya mahakamani tutayazungumza baadaye na tutakutana nao mahakamani. Sasa sisi BAVICHA tunaamini nini katika tuhuma hizi zinazomkabili Silence Mwakasala na hichi kitendo cha yeye kwenda kukamatwa na jeshi la polisi? Kwanza sisi tunachokiamini ni kwamba hizi ni tuhuma ambazo zimeandaliwa na vijana wa UVCCM. Vijana wa UVCCM chuo kikuu cha Sauti na vijana wa UVCCM kwa maana ya jumuiya ya vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza, kwa sababu kwa siku za karibuni vijana wa Chaso wamekuwa wanajenga hoja na chama chetu kimehuisha kwa kweli siasa za wanafunzi wa vyuo vikuu. Sasa wenzetu bahati mbaya hawajui kwamba hoja huwa inajibiwa na hoja iliyo bora zaidi. Vijana wa CCM ndio waliolipa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza hizi zinazoitwa tuhuma, na tuhuma ambazo kwa kweli sisi tunaamini ni tuhuma za uongo, na ni tuhuma za uongo kwa sababu ukisema kwamba anakopesha
hata tukiashumu kama ni kweli anakopesha, sisi tunaamini hayo masuala ya kwamba wao wanasema anakopesha kinyume cha sheria ni mambo ambayo tutaenda kushughulika nayo mahakamani. Lakini hata kama tukijaribu kuamini kwamba ni kweli alikuwa anakopesha, ni lazima tujiulize alikuwa anamkopesha nani? Je, ana mikataba ya kukopesha au watu walioenda kukopeshwa na Cyrus wana makubaliano yoyote? Kunao mkataba wa kuthibitisha kweli alikuwa anawakopesha? Na je, kwa nini mkae na huyu kijana masaa 8 bila kumpa haki yake ya msingi, bila kumwambia awape taarifa ndugu zake, awape taarifa mawakili zake, awape taarifa viongozi wengine? Kwa nini mmekaa naye huko gizani? Hatujui mnafanya naye nini. Kwa nini mlipofika pale hamjajitambulisha? Nyie ni wakina nani? Mnatokea wapi? Na mpe mtu haki zake za msingi. Sasa ukisema amekopeshwa, hao waliokopeshwa ni wakina nani? Je, wao ndio waliokuja kulalamika polisi kwamba huyu mtu aidha ametuibia vyeti vyetu, anatukopesha mikopo kwa kinyume cha taratibu? Je, hayo yote kwa nini hamjayasema? Na sisi tunafahamu, na nitumie pia fursa hii kuwaelekeza viongozi wa CHASO mkoa wa Mwanza kwamba tunafahamu tuhuma hizi ni tuhuma za kisiasa kwa ajili ya kumrudisha nyuma mwenyekiti wa Chadema Student Organization mkoa wa Mwanza. Sasa tutumie fursa hii kuwaelekeza, na tumeshawaelekeza tayari viongozi wa CHASO mkoa wa Mwanza, lakini viongozi wa BAVICHA. Tumefanya utafiti, tunawafahamu kama jambo hili ni kosa. Wanaofanya biashara hiyo ya kukopesha watu fedha wanajulikana. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Sauti wanawajua wanaofanya biashara hizi. Sio Cyrus Mwakasala. Hilo la Mwakasala tutamalizana nalo mahakamani. Tunawaelekeza viongozi wa CHASO mkoa wa Mwanza na viongozi wa BAVICHA mkoa wa Mwanza wampelekea RPC, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, majina na watu wanaofanya biashara za jambo hili mkoa wa Mwanza, kama kweli wanaamini jambo hilo ni kosa, kwa sababu wanafahamika na wengi wao ni vijana wa UVCCM ndio wanaofanya hizi biashara. Kwa hiyo wao wanatumia tekniki hii ya kutaka kumnyamazisha elements za kiraia au za madai au za kiutawala na hata kijinai pia. Jambo lolote, tukio lolote lenye elements za namna hiyo, lenye viashiria hivyo, huwa taratibu za kijinai hazipaswi kufuatwa kwa kwanza. Ni lazima zisimame ili mambo mengine ya madai yaishe kwanza, ndo hatua za kisheria za jinai zichukue hatua. Sasa jambo hili la Cyrus, kama kweli alikuwa anakopesha kweli, maana yake tukifika mahakamani tutaulizana nao kwamba mtu kumkopesha mtu fedha, hilo jambo ni jambo tu la jinai moja kwa moja, bila kujua kwamba anayekopesha anayo leseni au hana. Je, anayekopesha alikopesha kweli au hakukopesha? Je, hao wanaosema walikopeshwa kweli wapo? Ni kweli watu wapo au hawapo? Hata hivyo vyeti unavyosema vimewekwa kama bondi, ni kweli vyeti halisi au sio vyeti halisi? Au ni vyeti ambavyo alikuwa anavimiliki Mwakasala kweli, au ni vyeti ambavyo hata Mwakasala pia naye avifahamu? Kwa hiyo sasa hata sheria yenyewe inataka jambo lolote, na sio ubishi kabisa, kwamba kwa taarifa zilivyo na kwa maelezo ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza anavyosema, linaonekana kabisa hili jambo lilikuwa linawahitaji BOT kwanza, na vyombo vingine, kwa maana ya masuala mengine ya madai na administrative procedures zingine zilipaswa kwanza kukamilika kabla ya kuconclude jambo hili kama kweli ni jambo la jinai. Sasa hili nalo nimelisema tu kuonesha kwamba ni miongoni mwa vitu ambavyo tutaenda kushughulika navyo vikifika huko, vikifika hatua ya kufika huko mahakamani. Sasa wito wetu sisi ni nini kwa BAVICHA, kwa jeshi la polisi, kwa umma wa Tanzania na kwa vijana wote wa Chadema? Jambo la kwanza, tunalitaka jeshi la polisi mkoa wa Mwanza wamwachie mwenyekiti wa Chadema Student Organization Cyrus Mwakasala haraka, na kwa sababu kwanza hana kosa lolote. Na kitu kingine ambacho ni kituko na kinashangaza ni kwamba mara zote jeshi la polisi huwa likimkamata kijana yoyote au mtu yoyote ambaye ni kada wa Chadema kwa kosa la jinai, huwa ni lazima waseme kwenye taarifa yao, waseme kada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo fulani tumemkamata kwa kutenda kosa fulani la jinai, iwe kudhulumu pesa, iwe kufanya nini. Huwa wanakuwa wa kwanza kabisa kumtambulisha na utambulisho wake wa Chadema, kwa sababu wao wanaamini wakimtambulisha kupitia utambulisho wa Chadema ni kuambia umma kwamba unaona hao watu wa Chadema mambo wanayoyafanya. Lakini kwa Cyrus Mwakasala imekuwa tofauti kabisa. Hawajataka, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza hajataka kabisa
kumtambulisha Silence Mwakasala kama ni mwenyekiti wa CHASO, mwenyekiti wa Chadema Student Organization chuo kikuu cha Sauti. Na sisi tunajua hajataka kumtambulisha kama mwenyekiti wa CHASO kwa sababu lengo ni kutaka kuwatisha vijana wa CHASO vyuo vikuu mbalimbali Tanzania, na bahati nzuri sisi tunazo taarifa kwamba jeshi la polisi kwenye vyuo vikuu mbalimbali nchini wameshapeleka majina kwa Dean of Students, kwa washauri wa wanafunzi kuulizia taarifa za baadhi ya vijana wa CHASO kama kweli wapo hapo shuleni, wanasoma mwaka wangapi na wanasoma kozi gani. Sasa sisi tulitaka jeshi la polisi limwachie Silence Mwakasala kwa sababu hajafanya kosa lolote. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tumeshakubaliana na mawakili wetu wa chama walioko Mwanza, lakini pia mawakili wa wenzetu, marafiki zetu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu kwa maana ya THRDC kupitia wakili Jestil Kadaraja. Tumeshazungumza nao na mpaka sasa wanaandaa nyaraka, wanaandaa maombi rasmi yanaitwa habeas corpus kwa kisheria ya kulitaka jeshi la polisi limfikishe Silence Mwakasala mahakamani kujibu mashtaka yoyote ambayo kama wanadhani ana mashtaka basi wamfikishe mahakamani. Kwa hiyo tunategemea mpaka siku ya mpaka Jumatatu. Leo naamini taratibu za kuyafaili maombi hayo zimeshakamilika, zinaendelea na zitakamilika. Kwa mpaka siku ya Jumatatu maombi hayo rasmi yatakuwa mahakamani ya kulitaka jeshi la polisi limfikishe Silence Mwakasala mahakamani. Lakini jambo lingine ambalo tunalitaka, wito wetu, jambo la tatu ni kwamba vyovyote itakavyokuwa kosa ambalo wamesema unamshtaki nalo Silence Mwakasala ambalo wanalipeleleza mara mbili, umeenda umemsearch, umekamata ulivyosema, umevikamata, umesign certificate of seizure, umeenda polisi, baada ya siku 2 unarudi tena nyumbani kwake kwenda kufanya upekuzi mwingine. Sasa sisi tutaamini vipi kwamba hicho ulichoenda kukikagua leo ni kipi na ni kitu gani ambacho ulikiacha siku ile ukujua kama ni kosa? Sasa sisi tunaamini kosa hili lina dhamana. Kama kosa hili lina dhamana, sheria ziko wazi, tunahitaji mumwachie mwenyekiti wa Chadema Student Organization huru, na kama mnaona mnakosa lolote la jinai, mnaona amelifanya, basi kwa vile kosa hilo mlilolisema mpaka sasa lina dhamana, basi mwacheni kwa dhamana. Huyo ni kijana mdogo, kijana mwanafunzi, ana miaka 25 tu. Hakuna haja yoyote ya kuendeleza chuki kwa vijana wadogo wa namna hii. Kijana ambaye mngeweza kwenda kwa Dean of Students tu mkamwambia hebu tuitie huyu kijana, akaja pale mkamkamata, mnaenda na mabunduki, hamjitambulishi nyinyi wakina nani, tunaanza kumtafuta zaidi ya masaa 8-9. Sasa mambo haya yanaongeza chuki na mnawatengeneza vijana wadogo waanze kuwa na chuki kwenye taifa lao, wale na chuki na jeshi lao. Kwa hiyo tunahitaji BAVICHA, tunahitaji jeshi la polisi mkoa wa Mwanza mumwachie kwa dhamana mwenyekiti wa CHASO Silence Mwakasala. Lakini jambo lingine la 4 ni kutoa wito kwa vijana wa CHASO Tanzania nzima, vijana wote wa Chadema walioko kwenye vyuo vikuu mbalimbali Tanzania nzima. Huu ni mkakati na hii tunaisema kwa herufi kubwa kabisa. Kitendo hichi kilichomkumba Silence Mwakasala ni mkakati wa kuwaogopesheni, ni mkakati wa kuwatisha. Toka tuwape jukumu la kwamba CHASO muwe vinara wa kuhakikisha mnawajibu kwa hoja viongozi wakuu wa Chama cha Mapinduzi kwenye mambo yanayohusu taifa letu, kwenye mambo yanayohusu haki, kwenye mambo yanayohusu maendeleo ya Watanzania, kwenye mambo yanayohusu uhuru wa watu wa kujieleza na kutoa maoni yao. Tumewapeni CHASO jukumu hili, na nitumie fursa hii kuwapongezeni CHASO kwamba jukumu hili mmeanza kulitekeleza kwa uwezo mkubwa sana, kwa kiwango kikubwa sana. Sasa ili wawanyamaze, ndio huu mkakati wa kulitumia jeshi la polisi. Badala wajibu kwa hoja, wao wanatumia jeshi la polisi. Sasa niwatie moyo vijana wote wa CHASO kwenye vyuo vikuu vyote Tanzania kwamba BAVICHA tutasimama na nyie, Chadema itasimama na nyie. Kazi mnayoifanya ni haki yenu ya kimsingi. Vyuo vikuu ni eneo ambalo tunategemea watakuwepo vijana ambao wana uwezo wa kutumia akili zao kwa manufaa ya jamii yao. Mwalimu Nyerere alisema tunahitaji kwenye taifa letu tuwe na vijana ambao watatumia elimu zao kwa manufaa ya jamii zao, sio kwa manufaa yao binafsi. Kwa hiyo viongozi wa CHASO
Tanzania nzima, viongozi wa Chadema wote mliopo kwenye vyuo vikuu, tambueni kwamba hili ni jaribio la kutaka kuwanyamazisha. Msikubali kunyamazishwa kwa sababu hakuna kosa lolote la kisheria mnaolifanya, na sisi tutawatetea, tutasimama na nyie kokote, na Watanzania watasimama na nyie kwenye jambo lolote linalowahusu. Hilo lilikuwa ni jambo la 4. Jambo la 5 ambalo tunatumia fursa hii vijana wa Chadema na BAVICHA Taifa, mimi kama msemaji wa vijana wa Chadema Taifa, ni kwamba tulitaka jeshi la polisi waache ukamataji holela. Muda huu kwenye taifa letu tukiwa kwenye hali na mazingira ya kwamba ya masuala ya utekaji, vijana wengi kupotea, hawaonekaniki na mambo kama hayo, jeshi la polisi likitaka kumkamata mtu yoyote, jeshi la polisi likitaka kufanya ukamataji wa mtu yoyote, basi lifuate sheria. Sisi hatuta kwanza tunashangazwa na huu utaratibu wa kwenda kumkamata mtu. Watu hamjitambulishi, hamwambii mtu kosa lake ni nini, hampi haki ya kuita wakili wake au ndugu zake, hamwambii viongozi wa serikali za mitaa, mnamchukua, hamsemi mmeenda naye wapi, mnakaa naye kusikojulikana. Sasa mambo kama haya tunalitaka jeshi la polisi kipindi hiki ambako kwa kweli kumekuwa kuna sintofahamu kubwa sana ya mambo haya ndani ya taifa letu. Tunataka jeshi la polisi liachane na utaratibu huu. Lakini jambo lingine la mwisho ambalo naomba niliseme ni taarifa ambayo nimeipokea muda huu, na yenyewe inahusiana na masuala haya ambayo hayaendani na utaratibu wa kuwakamata vijana. Muda huu mwenyekiti wa BAVICHA wilaya ya Namtumbo akiwa kwenye ofisi yake pale Songea, mkoa wa Ruvuma, anaitwa Kaoneka Hassan Kaoneka, na yeye, wapo watu waliofika pale wanaosadikika kuwa ni jeshi la polisi, wameenda wamemkamata kwa nguvu, wameondoka naye kusikojulikana. Sasa haya mambo ndio muendelezo wa hicho tunachokisema kwamba ni lazima jeshi la polisi muda huu tayari viongozi wa chama ndugu wa Kaoneka Hassan Kaoneka kule Songea na Mtumbo wako kwenye hali ya sintofahamu. Sasa hivi vijana wa Chadema Tanzania nzima wako kwenye sintofahamu, hatujui kwamba aliyemchukua Kaoneka ni nani. Kama mna tuhuma yoyote ya kijana wa Chadema ndani ya taifa hili, sisi msihangaiki hata kuwasha magari yenu mafuta, tupigieni simu. Chadema ni chama kinachofahamika. Viongozi wa Chadema kuanzia vijana, kuanzia ngazi ya tawi, kuanzia ngazi ya kata, wote tunazo address, tunayo maeneo tunayoishi, maeneo maalum. Kama mnamhitaji kijana wa Chaso, vijana wa Chaso wanawajibika kwenye vyuo vikuu vyao. Washauri wa wanafunzi wanaofahamu vijana wa Chaso wanasoma nini, wanasoma wapi, mwaka wangapi. Waambieni, wapigieni simu, waambieni washauri wa wanafunzi. Tutawaleta vijana wa Chadema, tutawaleta vijana wa Chaso, tutawaleta viongozi wa BAVICHA kwenye ngazi yoyote polisi kama mna tuhuma zozote. Lakini huu utaratibu wa kwenda kuwakamata watu, kuwakamata bila kufuata utaratibu, kwenda kuwachukua watu kwa nguvu, huu utaratibu unaendelea kulichafua taifa letu. Huu utaratibu unaendelea kuleta sintofahamu ndani ya taifa letu, na sisi BAVICHA tunakemea na tunapinga kwa dhati ya mioyo yetu vitendo hivi ambavyo vimekuwa vinafanywa na jeshi la polisi. Mara baada ya kusema hayo, sijui kama kutakuwa kuna maswali, naomba niishie hapo, kwa sababu kama nilivyosema awali kwamba tulikuwa tuna jambo mahususi moja tu la kuelezea katika kutaka kuhakikisha kueleza mambo haya, kwa sababu tunaamini jambo hilo lilikuwa ni mkakati wa kutaka kuwaatisha vijana wa vyuo vikuu ambao kwa kweli kwa siku za karibuni wamekuwa na ari kubwa ya kujadili masuala yanayohusu taifa lao. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna maswali, karibuni na asanteni sana kwa kunisikiliza. Umekuta vyeti vya wanafunzi viko mahali, kama kweli hivyo vyeti kweli ni vyeti vya wanafunzi, kwa sababu jambo la kuthibitisha kama kweli hivyo vyenyewe vinavyoitwa vyeti walimkuta navyo Mwakasala ni jambo ambalo tutaenda kulithibitisha mahakamani. Lakini pia ili tuamini kweli hivyo vyeti vilikutwa na Mwakasala, isije kama polisi wao ndio walienda na hivyo vyeti kwa Mwakasala, kwa sababu kama umetuambia kosa lake ni kuhamasisha maandamano, leo unasema anafanya biashara kinyume cha sheria, na hilo kosa la maandamano umeliacha tayari. Maana yake inatujengea mazingira tuamini pengine jeshi la polisi walienda na hivyo vyeti huko kwa Mwakasala na kumwekea na kuvichukua kuonekanika kama wao walivikuta vyeti kwa Mwakasala. Sasa ziko taratibu za kudili na wanafunzi, na nichukue pia fursa hii kumwambia kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, kwa sababu yeye kwanza tu kwa umri ni mzazi. Jambo lolote linalohusiana na wanafunzi na lipo kwenye mazingira ya chuo, kule vioni kuna mtu anaitwa Dean of Students, mshauri wa wanafunzi. Huyu ndio mlezi wa wanafunzi.
Kama kuna jambo lolote linahusu wanafunzi, umekuta vyeti vya wanafunzi viko kwa mwanafunzi mwenzao mwingine, kwa akili tu ya kawaida kibinadamu, yani wewe kama mzazi na hawa ni watoto wako vyuoni, uko unapaswa kwanza kumshirikisha mshauri wa wanafunzi kujua kwanza, je, hivyo vyeti ambavyo tumemkuta navyo, je, ni vyeti vya wanafunzi wengine kweli wa pale kwenye chuo kikuu cha Sauti, ili ujiridhishe na ujue kama kweli wameenda kukopa, huwa wanaenda kukopa. Ni kweli wameenda kukopa na wao wanasemaje walioenda kukopa, kwa sababu masuala haya ya kisheria ya kuhusu mtu kukopesha ni mjadala mrefu sana wa kisheria ambao baadaye kama jambo hili litafika mahakamani tutaenda kulijadili. Sio kosa mtu kumkopesha mtu, huku mtaani kwenye mazingira ya kawaida watu tunakopeshana. Sasa ili liwe kosa linategemeana, aidha umemkopesha mtu kwa riba au hujamkopesha kwa riba, aidha wewe una leseni ya kufanya biashara au hauna hiyo leseni ya kufanya biashara. Na tunafahamu huko mtaani hizi microfinance benki hivi vitaasisi vya kukopesha watu benki viko vingi, na watu wengi wanatoa dhamana, wanaacha vyeti vyao, wanaacha kadi zao za benki. Haya mambo huko mtaani yapo kwa kiwango kikubwa na ni mambo ya kawaida. Ndio maana sisi wito wetu kila siku kwamba tatizo la msingi linalopaswa kutatuliwa kwenye taifa hili ni umaskini wa watu, ni ugumu wa maisha. Lakini mkijidanganya mkaanza kuhangaika na vitu vidogo vidogo na haya mambo madogo madogo, mtaumiza watu wengi sana huko, kwa sababu sisi tunafahamu na hilo linafahamika. Ukitaka kujua jambo hili ni la kawaida, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza leo itisha paredi, itisha gwaride hapo la askari wako wa polisi, halafu waambie kila mmoja aje na kadi yake ya benki, uone kama utawakuta watatu ndio wanao, halafu maelfu hawana hizo kadi za benki. Hawana hizo kadi za benki kwa sababu wanazitumia kwenda kukopa. Mshahara wa nafasi za chini kama mtu kama polisi hauwezi kuzidi tarehe 10, tarehe 15, wanaenda kwenye maduka ya mangi, wanaenda kwenye vioski, wanaenda kwenye wafanyabiashara mbalimbali, wanaacha kadi zao za benki, wanalazimishwa pesa. Sasa mambo kama haya tunapaswa kama taifa kutatua changamoto za msingi. Nenda leo afisa elimu yoyote aitishe gwaride hapo la walimu, awadai kadi zao za benki. Ukute kati ya walimu 20 walimu wangapi wana kadi za benki. Maisha ni magumu, watu wanalipwa mishahara midogo, na hata vioni mambo haya yapo kwa kiwango kikubwa. Ndio maana sisi tumesema viongozi wa Chaso wapelekeni watu halisi wanaofanya biashara hizo huko hapo Sauti na mkoa wa Mwanza. Sasa mambo hayo RPC unaweza ukaa huyafahamu kwa sababu pengine wewe ni kwa cheo chako unaweza ukaa wewe huendi kwenye duka la mangi ukakopa, kwa sababu wewe ni naibu kamishna wa polisi, cheo chako ni kikubwa, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, lakini mambo haya wanayafanya mpaka askari wako wa kawaida huko mitaani. Kwa hiyo tunashangaa kuona jeshi la polisi linahangaika na haya mambo ambayo kwa kweli tunaweza tukayasema ni mambo madogo na hayapaswi kabisa watu kuhangaika nayo. Sasa msimamo wetu sisi Bavicha ni nini? Bavicha sisi tumeazimia mambo yafuatayo. Kwanza, tutampa uwakilishi wa kisheria kama ambavyo tumeshafanya hivyo. Tutampa uwakilishi wa kisheria, na nitumie fursa hii kwanza kuwashukuru mawakili wetu wote wa chama walioko mkoa wa Mwanza. Toka siku ambayo tumepata taarifa Silence Mwakasala amekamatwa na jeshi la polisi kwa kulifuatilia swala hili la Silence kwenye vituo mbalimbali vya polisi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaambia vijana wa Chaso na vijana wa Bavicha kwamba mara zote sisi tutasimama kwenye kosa lolote, kwenye tuhuma yoyote ambayo tunaamini tuhuma hiyo itakuwa ni ya uongo, ya kuturudisha vijana nyuma katika mapambano yetu ya kudai uhuru, haki na demokrasia ya kweli kwenye taifa letu. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru mawakili wetu walioko kule mkoa wa Mwanza, lakini kipekee pia niwashukuru mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, kwa maana ya Tanzania Human Rights Defenders Coalition, kwa kumtuma wakili wao ambaye ni advocate Jestri Kadaraja kule Mwanza, ambaye ameshiriki muda wote kuhakikisha anampa uwakilishi wa kisheria mwenyekiti wa Chaso Silence Mwakasala. Kwa hiyo tunawashukuru sana ndugu zetu wa THRDC kwa ushirikiano wao kwa kutoa huo msaada wa kisheria kupitia wakili Jestri Kadaraja. Lakini pia tunaomba kuwaeleza vijana wa Chaso, wanafunzi wote wa Chaso, na kuwaeleza Watanzania kwamba
tunaamini tuhuma hizi ni za uongo, ni za kupika, na ni tuhuma ambazo zina lengo pengine la kuwarudisha nyuma vijana wa CHASO ambao kwa siku za karibuni kwa kweli sisi kama chama na sisi kama baraza la vijana wa Chadema tumehuisha kwa kiwango kikubwa sana siasa za vyuo vikuu. Tumefanya makongamano ya CHASO mkoa wa Dar es Salaam, tumefanya Mwanza, kesho pia kuna kongamano lingine la CHASO mkoa wa Iringa. Sasa kwa vile ndugu zetu wa Chama cha Mapinduzi wao walishaacha siku nyingi utamaduni wa kuwatengeneza vijana wao wana uwezo wa kujenga hoja, wakati ambao sisi vijana wa Chadema, vijana wa CHASO, vijana wa vyuo vikuu wana uwezo wa kuwajibu viongozi wa CCM wa kitaifa, mwenezi wa Chama cha Mapinduzi taifa, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, wakati viongozi vijana wa Chadema wa vioni wakiwa na uwezo wa kuwajibu na kujadili nao kwa hoja. Wao wenzetu CCM hawataki kutengeneza vijana wao wana uwezo wa kubishana kwa hoja na vijana wa Chadema. Jambo linalotusababishia mambo kama haya. Badala wao wajenge hoja, UVCCM ugomvi ambao wao walipaswa kuwa nao na vijana wa CHASO kwa maana ya wajenge hoja, utofauti wa hoja, ugomvi wa kujenga hoja, wao wanaenda kushtaki polisi na kutengeneza makesi haya ya uongo. Sasa sisi tuambie jeshi la polisi kwamba tunafahamu ibara ya 13 ibara ndogo ya 6C ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kwamba ni marufuku kumwadhibu mtu au kumshtaki mtu kwa kosa ambalo kwa jambo ambalo sio kosa kisheria, jambo ambalo halikuwa kosa wakati umekutana nalo. Sasa ukisema Silence Mwakasala kosa lake ni kukopesha watu kinyume cha sheria, halafu hilo kosa kwa nini unasema amefanya hilo kosa? Kwa sababu umemkuta na vyeti. Utuambii kokote kwamba umemkuta na mikataba, utuambii kokote kuna mtu amekuja kukulalamikia kwamba amekopeshwa, hakuna makubaliano ya kukopesha. Maana yake unasema kitu kilichokufanya uamini kwamba anakopesha ni yeye kumkuta na vyeti. Sasa kumkuta mtu na cheti hakiwezi kuwa ni kosa kisheria kwenye sheria zetu za taifa hili, kwa sababu huwezi jua hivyo vyeti vilienda kwa ajili ya watu kutoa kopi. Ile ni stationary. Huwezi jua nini kilikuwa kinaendelea. Na siku hizi vijana wengi hawana kazi. Kukutana na msururu wa vijana kwenye kazi ambazo zimetangazwa na mamlaka, kukutana na vijana 600 wanaomba kazi kazi za watu 10 ni jambo la kawaida, na kuikuta stationary na vyeti 50 vya watu wakienda aidha kuskani, kutoa kopi au kufanya nini ni jambo la kawaida. Kwa hiyo huwezi ukasema kukuta vyeti mahali hata kama ni kweli umevikuta eti tayari ni kosa kisheria. Hiyo haiwezi kuwa hivyo, na jambo hilo sisi tutaenda kushughulika nalo mahakamani kama tulikuta mahakamani, kwa sababu wanasheria wanajua huko msemo wa kisheria unasema, iko Latin maxim moja ya kisheria inasema nulla poena sine lege, yani huwezi kumwadhibu mtu yoyote kwa jambo ambalo sio kosa na adhabu hiyo haijatolewa kisheria. Sasa tukifika mahakamani tutaulizana nao vizuri kama jambo hili litafika mahakamani kwamba kosa hasa la Silence ni nini, amelifanyaje, amelifanya wapi, na wao wana ushahidi wa namna gani.